Mimi naitwa Ismail Banda, makamu mwenyekiti wa umoja wa wakazi wa Pingoni. Katika mtaa wetu wa Pingoni uko katika kata ya Maweni. Ndani ya eneo hili kuna kiwanda kimejengwa cha kutengeneza chokaa. Kiwanda hiki sio rafiki na wakazi wa eneo hili. Kinatoa moshi na harufu mbaya kiasi cha kuathiri watu. Kwa hiyo wananchi pamoja na uongozi wakapaza sauti zao ili hali hii iondoke. Mkuu wa mkoa alisikia, akaja na wataalamu wa NEMKI. Kweli walifuatilia na wakafunga kiwanda. Kiwanda kilifungwa na hali ikawa imetulia. Lakini baada ya muda kilifunguliwa kile kiwanda na hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Kwa wananchi kawa wanaendelea kupiga kelele na kiwanda hichi. Wakati tunapiga kelele hizo, wakaja watu wa NEMKI tena kufanya utafiti wao wa athari ya mazingira kwa watu na gari yao wenyewe inaita maabara. Lakini sasa matokeo yake hatukupata kwamba walipojua au wakajua ni athari gani zimewafikia wananchi. Hapo hapo kabla bado hali haijatengemaa, tukapata taarifa kuna tangazo la mkurugenzi linalotaka wananchi watoe maoni yao kuhusu kile kiwanda kinataka kuongezwa, na maana kwamba kitoke kiwanda kidogo kiwe kiwanda kikubwa. Sasa hapo nacho kikatushangaza. Bado hili halijatatuliwa, linakuja jingine. Sasa kwa hiyo bado wananchi mpaka sasa hivi tuko katika hali ambayo ya sintofahamu. Na changamoto ya hiki kiwanda tunaomba serikali, kwa sababu sisi hatutaki kwamba wawekezaji waondoke au kiwanda kifungwe. Lakini tunachotaka ile hali ya afya za watu isiwepo. Kile kiwanda kifanyiwe kwamba marekebisho ya hali ya juu kiasi kisitoe harufu mbaya wala ule moshi mbaya ambao unaathiri watu usiwepo. Kama imeshindikana abadilishe matumizi, yawe matumizi mengine, lakini kwa hali kama hii tunaiomba serikali bwana iangalie, kwa sababu tunaumia ni sisi wananchi ambao tuko katika mazingira haya. Kwa jina naitwa Mono Mboge Kitoni, mkazi wa Pingoni, pia ni mjumbe wa serikali mtaa wa Pingoni. Mimi nimewahi kukimbilia pale kwa sababu nina shida, nataka kazi. Nimeanza kufanya kazi pale, nimekaa mwezi mmoja tu. Lakini kutokana na pale, kazi ya pale ni ngumu. Kwanza ina moto, alafu ya pili ina harufu mbaya ambao inatuumiza sana vifua. Mpaka usiku ukija ukilala kifua yote inakuwa nzito. Kesho asubuhi ukiamuka mpaka upate uoge, alafu upate maziwa kidogo unateremsha, ile kidogo ndio unapata changamoto kidogo. Hilo basi, pamoja na mwili yangu hii imeathirika kwa sababu nimeanza kuchibuka humu. Kulingana na vifaa ambao wanafaa haikuwa bora, kwa sababu unakuta koti uliopewa pia ni ikiingia na ile joto na fumbi inawacha. Mpaka mimi sasa hivi hapa nina fundo ambao inaota hapa kila wakati. Ikipona kidogo naona inanyanyuka tena. Ndio mimi nikakimbia moja kwa moja, sijarudi tena pale. Kwa majina naitwa Namnyaki Kipikashi Msharo, ni mkazi wa Pingoni. Kwanza kabisa nashukuru mama yetu kipenzi, rais wetu Samia Suluhu Hassan, na mkoa mama yetu Briani kwa kazi nzuri anayotufanyia na wito mzuri anaotuitikia. Moto yetu ni kiwanda ambaye yuko karibu na sisi hapa Pingoni, anafanya kazi ya chokaa. Kwa kweli kiwanda hiyo inatuumiza sana, inawasili mpaka watoto wadogo. Kila mara inalaswa kituo cha afya, inabanwa vifua, hatulali usiku na mchana. Moshi inakuwa kali na harufu kali, hata usiku saa nyingine tunashindwa kulala shauri ya moshi. Tunampigia saa nyingine hata mwenyekiti wetu, wanalalamika
Mama yetu amekuja mkuu wa mkoa akalalamika, akafunga kiwanda, lakini bado hawasikii, bado wanaendelea na kiwanda. Tunaomba serikali yetu ya mama yetu kipenzi Mama Suluhu Hassan, tunaomba mtusaidie kwa hili, kwa sababu tunaumia sana na watoto wadogo. Kwa majina, mimi ni Ahidi Shabani Hiza, ni mkazi wa kata Maweni ambayo ni kijiji cha Chote Pingoni. Nazungumzia kuhusu athari za kiwanda hiki ambacho kimetuzunguka wakazi wa hapa Chote Pingoni. Athari kubwa inayotuathiri sisi, moshi mkali usiku huwa unatoka na harufu kali. Huwa kusema kweli usiku hatulali. Tunateseka sana kwa kutokana na ule moshi unakuja usiku alafu unakeleketa. Kwa hiyo huwa vikohozi haviendi mbali, vifua huwa tunapata tabu sana. Kwa mfano mimi kama kijana, imefikia hatua mpaka nimeshindwa kwenda kufanya kazi kwenye kile kiwanda kwa kutokana na changamoto ninazozipata hapa mtaani. Sijafika kiwandani ni hivi, je, hapo ndani ya kiwanda inakuwaje? Kwa hiyo mimi ni kijana mpambanaji, lakini pia napata hofu ya kwenda kufanya kazi kwa kutokana na afya yangu. Kwa hiyo mazingira na imani ya kiwanda hayako salama. Kwa hiyo afya zetu huwa tunakuwa na wasiwasi na afya zetu kwa kutokana na hali ya hewa ya kiwanda kile. Viwanda viwepo, ila tunatamani sana mazingira yawe bora. Haya mazingira yaliyopo kwetu sisi ni hatarishi. Tunaomba sana viwanda viwepo, lakini watengeneze mazingira bora kwa ajili ya afya zetu sisi ambao tunahitaji kufanya kazi. Kwa majina naitwa Andrea Clever Muhile, mwenyekiti wa mtaa wa Saruji. Idadi ambayo iko ndani ya mtaa wa Saruji, idadi ya watu tuko 600, na kiwanda hiki ambacho kinazalisha chokaa ndio kiko ndani ya mtaa wa Saruji. Ni kweli kabisa kwamba malalamiko hayo yapo kwa wananchi. Sisi kama serikali ya mtaa tulishapata malalamiko na tunaendelea kuyapokea malalamiko, na tulishafikisha hatua ngazi ya mkuu wa wilaya mpaka kwa mkuu wa mkoa, na ndio maana akafika kwenye hilo eneo takriban kama mara 2 mkuu wa mkoa ambaye alihitaji kwamba wafanye marekebisho. Kwa hiyo tunachoiomba tu kwamba bado wananchi wanalalamika, kwa hiyo bado tunaendelea serikali kuiomba ili iweze kulifuatilia hili jambo kwa kina. Na kilichowashitua zaidi labda wananchi wangu wa mtaa wa Saruji ni hili tangazo ambalo limetoka hivi karibuni, ambalo limeleta taharuki kwa sababu halikuwa rafiki kwa wananchi. Tangazo linasema kwamba halmashauri ya jiji la Tanga, mkurugenzi anawatangazia kwamba wananchi wenye malalamiko waende wakatoe maoni yao, kwa sababu ile kampuni pale imeomba, wana ploti 2, imeomba kubadilisha matumizi kutoka kwenye viwanda vidogo kwenda kwenye viwanda vikubwa. Kwa hiyo ndio ilileta taharuki kwa wananchi wangu. Kwa sisi tunasikiza wananchi wetu. Kama bado maboresho na wananchi wanalalamikia, basi ni lazima tuhitaji mamlaka ili waweze kufanya utaratibu, waweze kuboresha hivyo wanavyolalamika wananchi. Wawekezaji tunawapenda kwa sababu wananchi wetu watapata ajira, wanapata kazi pale, lakini haiwezi kawa inaleta adha kwa wananchi wetu ambao tunahitaji wananchi wetu wanufaike na matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba lazima wawe na afya njema. Kwa wawekezaji wapo, lakini wananchi lazima wawe tunaangalia afya zao. Kwa hilo ndio tunachohitaji.